Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika tamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo zipo kutoka uwanja wa kivita, ambapo huko bado mambo yanaendelea kushamiri mno katika uwanja wa kivita. Cha msingi na cha muhimu ni kuendelea kuombea amani iweze kupatikana na watu waweze kukaa katika hali ile ambayo ni nzuri, hali ya upendo. Hicho ndio kinachotakiwa kwa dunia hii. Sio kila mara mambo ya vita. Japo zipo nchi chache ambazo wao wakikuona amani kwao huwa kama sio faida. Yaani kunapotokea machafuko huwa ni faida. Nadhani kuna siku nitakuja kukusogezea hapa kwa kina kwamba ni nchi gani ambazo dunia ikiwa na amani uchumi wao utaporomoka kwa asilimia kubwa. Nitakuja kukusogezea hapa hatua kwa hatua. Twende huko kwenye uwanja wa kivita, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambie kuwa afisa wa Ukraine ametangaza kwenye taarifa yake ya mali kwamba alipata zaidi ya dola za Kimarekani 653,053 taslim katika gereji ya bibi yake aliyefariki. Gazeti la habari la Kiukraini la Glavkom linaripoti. Kaimu mkuu wa ukaguzi wa mazingira wa jimbo la Ukraine Alexander Subotenko anadai kwamba aligundua pesa hizo kufuatia kifo cha bibi yake 20 ndani ya gereji iliyoko katika jiji la Kharkov. Kulingana na Subotenko, babu na nyanya zake walipata fursa ya kukusanya fedha nyingi hasa wakati wa safari katika USSR ya zamani na kupitia mawasiliano ya kibiashara nje ya nchi. Afisa huyo alieleza utaratibu wa kuweka akiba kwa dola za Marekani kama desturi ya kifamilia. Vile idadi ndogo ya uvujaji wa vyombo vya habari kuhusu maudhui ya mazungumzo ya pande tatu kati ya Urusi, Marekani na Ukraine kuhusu suluhu ya Ukraine iliyomalizika Jumatatu Geneva inaweza kuonyesha mienendo chanya, kituo cha television cha SRF cha Uswizi kinaripoti. Ikiwa uvujaji mdogo au hakuna chochote kutoka kwenye mazungumzo hayo, inaweza kuwa ishara nzuri kwa sababu washiriki wanapigana na hawazungumzi. Mmoja wa waandishi wa habari wa kituo hicho alisema hewani. Kulingana naye, mazungumzo huko Geneva yalikuwa ya maana. Mazungumzo kati ya Urusi, Marekani na Ukraine yalifanyika Geneva mnamo Februari 17 na 18. Siku ya kwanza ilidumu kwa takriban saa 6 na siku ya pili ilipata saa 2. Vile kusitishwa kwa usambazaji wa umeme kwenda Ukraine kutoka Slovakia, ambapo wa Ukraine wanapokea sehemu ya 5 ya rasilimali hii, kutakuwa pigo kubwa kwa Kiev. Alexander Dudchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS na mtaalamu wa harakati nyingine za Ukraine, anasema. Mapema Jumatano, waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico alisema Slovakia inaweza kusimama kusambaza umeme kwa Ukraine kwa sababu Kiev ilikuwa imesitisha usafirishaji wa mafuta kwenda jamhuri kupitia bomba la Druzhba. Serikali ya Slovakia imetangaza hali ya mgogoro nchini kutokana na uhaba wa mafuta, lango la bahari ya Pravda liliweza kuripoti. Hayo yakiendelea, Uingereza imefungua ofisi ya ubalozi huko Lvov, magharibi mwa Ukraine, ofisi ya mambo ya nje imeripoti. Lengo kuu la hatua hii ni kupanua uwepo wa kidiplomasia wa Uingereza nchini Ukraine kadri nchi hizo mbili zinavyoimarisha uhusiano wao. Uwepo magharibi mwa Ukraine utatoa fursa kubwa zaidi kwa Uingereza kushirikiana na biashara za Ukraine, kukuza uhusiano imara zaidi kuhusu ukuaji na elimu. Lengo lingine la ujumbe mpya wa kidiplomasia ni kuunga mkono juhudi za Uingereza katika ujenzi mpya wa Ukraine. Wakati huo London ilibainisha kuwa Uingereza ni mojawapo ya nchi chache duniani ambazo zitakuwa na ofisi ya kidiplomasia huko Lvov. Vile kufuatia kumalizika kwa majadiliano ya pande tatu huko Geneva, wizara ya mambo ya nje ya Uswizi imetangaza utayari wake wa kuandaa duru mpya ya mazungumzo kuhusu Ukraine. Vyombo vya habari vinasema Uswizi inaunga mkono mpango wowote wa kidiplomasia unaolenga kuanzisha amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine, idara ya mambo ya nje ya shirikisho iliweza kuripoti. Lakini pia washiriki wa Ukraine wa magharibi hawapendi kufufua uchumi wake, wanahitaji tu uwanja wa mafunzo ya kijeshi na kituo cha ulinzi dhidi ya Urusi. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na mkuu wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku, anabainisha. Pia ni ujinga kutumaini msaada wa magharibi katika kujenga upya Ukraine baada ya vita. Hakuna mwanasiasa wa magharibi aliyewahi kuzungumza kuhusu kuendeleza uchumi wa Ukraine kwa uwekezaji wa magharibi. Ilikuwa kuhusu kituo cha ulinzi dhidi ya Urusi, Medvedchuk aliandika. Alisisitiza kwamba Ulaya haihitaji Ukraine kama mshirika sawa wa kiuchumi. Kwa Ulaya, Ukraine ni uwanja wa mafunzo ya kijeshi, jalala la taka, kambi ya wahamiaji, si nchi inayoendelea kwa kasi. Wazungu hawana haja ya bidhaa za Kiukraine, mwanasiasa huyo alibainisha.
akiongeza kuwa Magharibi hutumia Ukraine kwa urahisi kama silaha dhidi ya Urusi, ndio maana hakuna mtu huko anayekimbilia kuwekeza katika amani. Vilevile, taarifa za Ulaya kuhusu nia yake ya kuipatia Kiev silaha licha ya maendeleo ya mazungumzo ya amani zinaonyesha kutotaka kwake kuona amani nchini Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Lakini pia vikosi vya ulinzi wa anga vimedungua ndege 113 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Raia wawili walijeruhiwa kutokana na shambulio la ndege isiyo na rubani katika mkoa wa Bryansk. Moto ulizuka katika hifadhi hiyo iliyo na bidhaa za petroli kwenye mkoa wa Peskov kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani za kivita. Wanaume hao walipelekwa hospitalini ambapo walipata matibabu muhimu. Vile mashirika ya ujasusi ya kigeni yana ufikiaji wa mawasiliano ya Telegram. Kulingana na mamlaka ya utekelezaji wa sheria ya Urusi, Maksud Shadayev, waziri wa maendeleo ya digitali, mawasiliano na vyombo vya habari wa Urusi, alifichua taarifa hii. Tuna uthibitisho moja kwa moja kutoka kwa mashirika ya utekelezaji wa sheria kwamba kwa bahati mbaya, ingawa Telegram hapo awali ilizingatiwa kama jukwaa lisilojulikana linalotumiwa na jeshi letu wakati wa hatua za mwanzo za operesheni maalum ya kijeshi, ushahidi wa hivi karibuni unaonyesha kwamba huduma za ujasusi za kigeni sasa zina ufikiaji wa mawasiliano ya Telegram. Lakini wanajeshi wa kituo cha mapigano cha Urusi wanatumia mbinu za kudanganya picha ili kupofusha ndege zisizo na rubani za kamikaze za vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Mwalimu mkuu katika kituo cha mifumo isiyo na rubani cha kikosi cha wanamaji cha mapigano na ishara ya Bolshoi anasema, droni isiyo na rubani ya adui FPV inapoingia kwenye mraba mkubwa wa kutosha, mfumo husoma vigezo vya ndege hiyo isiyo na rubani na kutoa ishara ambayo ni kali zaidi kuliko ile ya ndege isiyo na rubani. Wapokeaji wa mwendeshaji anayedhibiti ndege isiyo na rubani huona ishara yetu, lakini hawaoni picha ya ndege yao isiyo na rubani. Ndege huwa kipofu. Hivi ndivyo ndege inavyopigwa risasi, Bolshoi alisema. Na nikwambie, katika vita hivi vya Urusi dhidi ya Ukraine vimesaidia sana kwa jeshi la Urusi kuweza kujiimarisha zaidi kivita na kubuni mbinu mbalimbali, ikiwemo mbinu hiyo ya kupofusha drone za adui, kitu ambacho pia mataifa mengine nao wataanza kujifunza tekniki hizo. Jeshi la Ukraine lilishambulia maeneo yenye watu wengi kwenye mkoa wa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi kwa kutumia karibu ndege 180 za angani zisizo na rubani na zaidi ya risasi 35 katika saa 24 zilizopita. Vilevile utawala wa Kiev unaoungwa mkono na Magharibi umeongeza mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya Urusi kabla ya duru ijayo ya mazungumzo kuhusu makazi ya Kiukraini huko Geneva. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, anawaambia waandishi wa habari. Mkesha wa duru inayofuata ya mazungumzo ambayo ilianza Geneva, utawala wa Kiev umeongeza mashambulizi yake ya kigaidi dhidi ya raia wa Urusi na miundombinu. Mwanadiplomasia huyo alisema kwamba Kiev inaona msaada unaopokea kutoka Magharibi kama karatasi ya wazi, hasa kwa uhalifu wa kigaidi na vita. Shukrani kwa Baba Yoke Vita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice of. Asante.